sasa hivi simeenda kimya. Wa min shari hasidin idha hasad. Hasadi nyingi. Kwa sasa hivi kimya tu. Ndoa ya kwanza imevunjika, kuna watu wameenda kunywa bia wanasherekea. Sasa hivi sitaki mambo kutangaza, kimya. Sasa hivi nitapostia tu watoto. Kiwanda mkioni, bidhaa tu. Sasa hivi natoa bidhaa. Kiwanda sitakionyesha, hamtaka mkione. Sawa, Ali, kwanza hongereni kwa matokeo haya leo. Shukrani sana. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa hii kidogo ambacho ametujalia siku ya leo. Tulikuja kwa hicho tulikipata leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ni kidogo ambacho tumekipata siku ya leo, alhamdulillah. Kikubwa tutakipata zaidi. Sasa nilikuwa namwambia Msemaji wa Mashujaa kwamba asijisikie mpweke, kwamba ndo timu ya kwanza imekula chuma 6. Kuna mtu tunampanga kumpiga 10 msimu huu. Kwa hiyo awe na subira. Hii imeanza. Mtu anataka kula 10, siku yake inakuja. Kwa hiyo hichi kidogo cha leo tunasema alhamdulillah, tumepata pointi 3, magoli 6 na performance nzuri ya timu. Kuanzia goalkeeper, ukuta, viungo na washambuliaji. Kwa hiyo ni jambo zuri, na kila mwana Yanga leo ameondoka hapa, lawama kubwa zilikuwa kwa waamuzi. Muda ulioongezwa ulikuwa mdogo, dakika 3 na mechi ilikuwa imesimama sana. At least pale dakika nyongeza kama 10 hivi tungeweza kuenjoy zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wale wapinzani leo wanalalamika kwamba mmeingiza nondo, maana iko haina haja kwa sababu kuna mechi nyingi ambazo mnazipata kwa hilo sasa ndio kimataifa. Hamna, wote hao ni wachezaji wa Yanga. Hata angepangwa Mwanengo bado tu angeweza kuwasumbua. Sisi quality yetu sasa hivi ilipokuwa ipo vizuri, alhamdulillah. Kwa hiyo alafu tuna mechi na Al Ahly. Kwa hiyo kuna vitu tulikuwa na vitest kidogo leo. Tuone vinakaa sawa. Ndio bahati mbaya. Unajua sisi tulikuwa tuna mechi 2 baada ya ligi kurudi. Tulikuwa na mechi 2, kwa JKT na Mashujaa. JKT Mungu akawapa ufunuo, wakala nyoya. Kwa hiyo mechi kabaki moja tu kuelekea mechi ya Al Ahly. Ndio Mashujaa nao sasa, kwa sababu tunajua tuje mbele, ndio wamekuja mbele, wamechukua 6 zao. Lakini narudia tena, wasijisikie unyonge Mashujaa. So mipango ya Yanga msimu huu, kuna mtu akatumpige 10, na hii sio utani. Ni dhamira ambayo tuko nayo wote, kuanzia viongozi, makocha, wachezaji mpaka mashabiki. Tunataka tumpige mtu 10 msimu huu, na hilo jambo haliko mbali inshallah. Tunamaliza mwezi huu, unakuja mwezi wa wapenda nao, alafu jambo hilo tunakwenda kutokea. Tunaona screen pale inaonyesha ongela bingwa. Nini siri ya hilo baba? So walikuwa na test mechi ya mwisho. Walikuwa na test mechi ya mwisho hapa kwenye sherehe za ubingwa, screen inaonekana vipi. Kwa hiyo ni jambo la test hilo. Mimi tena nimzungumzie Depu? Hapana. Mimi nilichokifanya ni kulipa tu hela. Alafu kazi ya kumzungumzia Depu ni ya kwenu sasa. Kesho juma ngapi kesho? Jumanne. Kuna vipindi vya kutosha asubuhi, mchana, ni kazi yenu. Sisi Yanga tumetumia tu hela kumtoa Depu Ulaya, kumleta Tanzania. Kazi yenu nyinyi sasa kuelezea mlichokishuhudia. Na kama hamjaelewa, namba Madeleke si mnayo? Huyu beki wa Mashujaa mpigieni, atawaelezea pia ameona kitu gani. Kuja kama Lewandowski hivi, anakuja kama Suarez, pia kama Torres. Unajua huyu sio wa hapa Ngojeni tuendeni sikai huko kule. Tufike Misri. Tutazungumza vizuri kule. Haya leo tuyaacheni haya. Alafu nimegundua nikimzungumzia sana mchezaji ndio viungu nao vinaongezea kuvunjwa. Niwashtukia sasa hivi. Kizungumzia mtu nimekuja hapa nimezungumzia Duduasha akavunja sana viungu kule. Kwa hiyo tumekausha. Zungumzieni nyie sasa hivi. Okelo simemwona pia Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu bwana, vitu vimeanza. Na leo ni kidogo, unajua kwa mfano leo Depo katika dakika ngapi hizi? 25 hivi. Ingema dakika ya 60 nafikiri aliingia. Kapata goli, kapata assist. Bado yani kama asilimia tu 20. Bado unajua amekuja ametrain siku 2 tu na wenzake. Bado kuna vitu vingi vya pamoja ambavyo yeye, Dube, Okelo, Pakome tunataka tuviandae vikae sawa. Hili jambo la kumpiga mtu 10 nafikiri nyie mkiwa mna akili timamu na ni watulivu na ni watu wenye hofu na Mungu, mtakuwa mnajua tu nini kinafuata huko mbele. Kwani hali ni kwa sababu ya mwenendo unaoenda nao ndio maana unaamini kuna mtu atakula 10 ama ni kwa sababu ya quality ulizozileta? 10 zipo. Yaani sio jambo la kuwatania. Kateni hii clip tunaongea leo, nimesimama hapa uwanja wa KMC tarehe 19 leo nitakuja kuipost hii clip muda mchache ujao huko mbele. Goli 10 zipo na uhakika ndugu zanguni. Na uhakika wa 100%. Goli 10 zipo msimu huu. Na atazinywa mtu hapa kabisa na akili zake timamu.
10 zitafika. Kuna baadhi ya mashabiki wameishtukia hilo. Nakumbuka kuna shabiki mmoja alisema tunaandaliwa nuclear tusipokuwa makini. Yaani kama wameshtuka. Bado pia sasa uzuri mashabiki wanaoshtuka waingie wao uwanjani. Timu itakuja tu. Timu itakuja wala msio na haraka. 10 zipo. Yaani 1 2 3 4 5 zipo. Umeona mechi ya leo hii? Imeisha Madube na goli moja, Depu moja. Okelo hajafunga. Haya ongeza la Okelo. Ngapi hizo? 7 hizo. Haya ongeza Warani hapo tuongeze. Max hajafunga? 8 hiyo. Pakome kafunga moja. 9. Kwa 10 zinafika? 10? Zinafika. Zinafika ndugu zanguni. Mchezaji mmaliza mchezo leo na ushindi mkubwa tuseme inaongeza morali kuelekea mchezo dhidi ya Taifa. Kwanza unajua ni mashindano tofauti kabisa. Hata uzito wa Ali ni uzito wa juu kidogo. Mashujaa wenyewe watakiri kwamba uzito wa Ali na uzito wao ni tofauti. Kwa hiyo intensity ya mechi. Hata leo nimeona mijadala baadhi ya mashabiki wa Yanga, timu inacheza kwa spidi ya chini. Lazima tufahamu tuna mechi leo, tuna safari, tuna mechi nyingine Misri. Hata mwalimu aliwaambia wachezaji leo tushushe intensity ya mechi. Tuchezeni mpira mwepesi, tuweze kutafuta magoli katika njia rahisi. Tusilazimishe sana, tukatengeneza injury na tukatengeneza fatigue isiyokuwa na lazima. Kwa hiyo mechi ya leo hii imemalizika na sio story kubwa kwetu. Story kubwa sisi tunakwenda kuitafuta Alexandria kule Misri. Sisi tunaamini tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3. Sio timu ya kwenda kushindania pointi 1. Tunayo timu ya kwenda kushindania pointi 3 pale pale Alexandria. Tunaamini kwa muda uliobakia ni mdogo, lakini uzoefu, jitihada na dhamira ambayo tuko nayo tunaweza kufanya vizuri. Siku na taa ndugu zangu, testing taa kabisa. Timu gani? Sawa. Bala mwisho. Upande wa Hussein Masalanga tayari ipo kwenye mfumo ama leo hapo kwenye plani ya mwalimu kama mfumo bado hajaingia. Amekaa benchi leo, akiwa kwenye benchi maana yake alikuwa kwenye plani ya kucheza. Hussein Masalanga nimekutana ndugu yangu Hussein Masanza. Amenilaumu sana pale juu kwa sababu jana walikuwa wanamtumia hela ya nauli aende kambini kwao. Timu siko Dar ile Singida, si ndio? Iko Dar walikuwa wanamtumia hela aende kambini kwao akasaini mkataba. Ni free agent. Hatujapewa bure huyu. Huyu tumemkuta free agent. Singida wakiwa wanapambana kumtafuta wampe mkataba. Lakini Masalanga anapigiwa simu akaambiwa njoo Young African Sports Club. Kwa nini tumsajili Masalanga? Moja ni kwa sababu golikipa wetu Komene Abubakar amepata majeraha ya nyonga. Na vipimo vimeonyesha atakuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo klabu ilichokiamua tuitoe jina lake kwenye mfumo kwa maana ya players ambao watacheza kipindi hiki cha mzunguko wa pili wa msimu, lakini bado ni mchezaji wa Young African Sports Club. Tutamtibia mpaka mambo yatakuwa sawa. Mwisho wa msimu tutaangalia. Kwa Hussein Masalanga tumemchukua, tutakuwa naye mpaka end of the season. Na baada ya jana kupigiwa simu, Hussein Masalanga kazima simu zote za Singida. Akasema mimi nakwenda kuungana na mabingwa, ngatafuta mimi uwezekano wa kupata medali. Kwa hiyo amekuja na tumemchukua. Kwa hiyo story yake amekuwa mjaipata, basi iko hivyo ndugu zangu. Hali ya Diara Diara yupo. Nafikiri amepewa mapumziko kwa sababu ya umbali pia ambao ana train, lakini bado mwalimu hakumhesabu kwenye mechi ya leo. Lakini ana train vizuri pale Avic na kesho tutakuwa na train nyingine asubuhi. Nimeona ni swala linalosumbua sana kichwa la Diara Sasa nawaahidi hapa kesho tutakuwa na train asubuhi. Nitawaita. Kama ni hapa KMC au ni Gymkhana nitawaita. Ili mje na nyinyi muone Diara. Kwa hiyo andaeni maswali yenu, si ndio? Basi inshallah kesho. Shukrani.